السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ninapenda kuwakaribisha katika darasa hii ya kwanza ya kutambua lugha ya Kiarabu ili tuweze kutambua hadithi za Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ili tuweze kutambua Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, na ili pia tuweze kusoma vile vitabu ambavyo tuvipenda si wenye kuweza kusoma. Mtu anatamani kununua kitabu chochote kile katika elimu hii ya dini ya Kiislamu ambacho kimeandikwa katika lugha ya Kiarabu, lakini kwa vile hana misingi ya kutambua lugha ya Kiarabu, anajikuta anashindwa kuweza nunua vitabu na kujisomea yeye kama yeye, kwa sababu amekosa ile misingi ya lugha ya Kiarabu na kuelewa lugha ya Kiarabu ili aweze kujifunza yeye kama yeye. Hasa katika safari hii insha Allah tutasoma somo ambalo litatusaidia sisi kuweza kuandika Kiarabu vile kinavyotakiwa kuandikwa, lakini pia kuweza kusoma vitabu ambavyo tunahitaji kusoma sisi wenyewe insha Allah. Kwa hivyo tumombe Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi katika safari hii. Somo letu ambalo tuanza kusoma linaitwa as-sarfu, ndilo litakatusaidia na ndilo somo tutakayokuwa tunasoma ili tuweze kuelewa nini sarfu na namna gani kuweza kuitambua lugha hii ya Kiarabu. Bila kupoteza muda tuanze kusoma insha Allah. Somo laitwa as-sarfu. Somo letu laitwa as-sarfu. Sarfu ndilo somo muhimu litakalo kuwezesha wewe kuweza kutambua muundo na uundaji wa maneno katika lugha ya Kiarabu. Sasa ili uweze kujua sarfu ni kitu gani, neno sarfu limetokana na neno la Kiarabu ambalo ni neno sarafa. Limetokana na neno sarafa. Sarafa kwa maana aligeuza, kwa maana mtu aligeuza katika wakati ambao uliopita, fi'lu al-madhi, katika kitendo ambacho wakati uliopita tunasema sarafa, maana yake aligeuza au alibadilisha. Lakini katika wakati ambao uliopo tutasema yasrifu. Yasrifu kwa maana ya mtu anafanya nini? Anageuza. Yasrifu anafanya nini? Anageuza. Lakini masdaruni yake sasa itakuwa ni nini? Itakuwa ni sarfan. Sarfan kwa maana nini? Ya kugeuza. Kwa hivyo sarfu ni neno la Kiarabu ambalo limetokana na neno sarafa kwa maana ya aligeuza, yasrifu kwa maana ya anageuza, na sarfan kwa maana ya nini? Ya kugeuza. Hii sasa ndio kama mzizi wa neno. Sasa katika Kiswahili tuna misingi miwili. Kuna kitu tunaita etimolojia na kuna kitu tunaita morfolojia katika lugha ya Kiswahili. Etimolojia hii ni isimu au ni sayansi ya lugha ya Kiswahili ambayo inayohusika na asili pamoja na historia ya neno katika lugha ya Kiswahili. Lakini morfolojia hii tunasema inahusika na muundo pamoja na uundaji wa maneno. Kwa hivyo sisi katika lugha ya Kiarabu, ili kuweza kufahamu historia pamoja na muundo na uundaji wa maneno, hili somo ndilo ile ambayo tunaliita sarfu. Katika darasa inayokuja ndiko tutaangalia nini maana sarfu katika lugha na nini maana sarfu kisheria, ili tuweze kuelewana vizuri. Kwa hivyo mfano tunaweza tukasema mtu anasema mfano wa sentensi kutokana na neno sarafa kwa maana aligeuza, tutasema sarafa an-nadhara. Sarafa an-nadhara kwa maana nini? Aligeuza macho, kwa maana aligeuza macho aidha kutazama upande mwingine. Sarafa an-nadhara, aligeuza macho kutazama upande mwingine. Au tunaweza tukasema sarafa al-mala. Sarafa al-mala kwa maana amehamisha hela au
alibadilisha fedha, kwa maana aidha kubadilisha huku ni kwa maana aidha kutoka benki moja za CRDB Bank kwenda NMB Bank, kwa maana amehamisha hela kutoka benki moja kwenda benki nyingine. Lakini pia tutakuja kuangalia ni kwa nini hili somo la sarfu ni muhimu sana. Tuangalie mifano hii, ndiko utakapokuwa utaelewa vizuri, kwa maana ni kwa nini unalazimika wewe kusoma sarfu. Unaweza ukasoma katika vitabu ukakutana na misamiati, kama mfano ukakutana na msamiati labda dhahaba, ukakutana na msamiati dhahaba. Huu msamiati utakapokuwa umekutana nao, utaenda kumuuliza mtu nini maana neno dhahaba. Atakwambia dhahaba ni neno la Kiarabu yenye kumaanisha kwa maana ya alienda, kwa maana mtu fulani alienda au ameenda. Dhahaba, alienda. Haya, ukasoma tena ukakutana na neno jingine limeandikwa yadhhabu. Yadhhabu, ukawa na shangaa yadhhabu maana yake ni nini? Kwa hivyo utahitaji tena kuweza kuelekezwa nini maana yadhhabu. Yadhhabu maana yake ni wakati uliopo wa hichi kitendo. Hichi ni wakati uliopita. Dhahaba kwa maana ni wakati uliopita, alienda. Lakini yadhhabu ni wakati uliopo sasa, anaenda. Kwa hivyo unajikuta ukifahamu neno moja, neno jingine pia unakuta kutokana na mnyumbuliko wake, kutokana na kusoma somo la sarfu, unaweza kutambua nini maana ya yadhhabu. Yadhhabu kwa maana anaenda. Haya, umesoma tena umekutana tena na neno hilo hilo sehemu nyingine imekwambia idhhab. Mfano idhhab, ukataka pia nenye kufahamishwa maana yake nini maana ya neno idhhab. Idhhab kwa maana sasa hiyo ni kauli ya kuamrisha, nenda, kwa maana mtu yuamwamrisha mtu mwingine kufanya kitu, nenda. Sinapata? Haya, ukasoma tena ukakutana na neno jingine tena hilo hilo neno moja linageuzwa, imeandikwa tena madhhubun. Madhhubun, ukawa na shangata nini maana neno madhhubun. Sinapata? Madhhubun ni neno hilo hilo limetokana na dhahaba, kwa maana hichi sasa huyu mtu dhahaba alienda wapi? Yadhhabu, anaenda wapi? Tuchukulie labda anaenda sokoni. Sasa kule sokoni ambako mtu aenda, kuna kitu anakifuata kule sokoni. Sasa kile kitu ambacho kimefuata kule sokoni ndio tunaita madhhubun, kilichoendewa au kilichofuatwa. Madhhubun, kilichoendewa. Haya, unaenda tena unakutana, unasoma tena unakutana na msamiati mwingine, unasema dhahabun. Dhahabun, unakutana na msamiati umeandikwa dhahabun. Unajiuliza nini maana neno dhahabun? Kumbe pia dhahabun maana yake sasa ni mzizi wa hili neno. Dhahabun masdaru ni hili neno dhahaba, kwa maana sasa dhahabun ni kitendo chenye kwenda. Haya, umesoma tena unakutana na msamiati mwingine unakwambia dhahibun. Dhahibun, unataka pia kufahamishwa nini maana ya neno dhahibun. Dhahibun kwa maana nini? Mwendaji. Sasa dhahibun, mwendaji. Kwa hivyo unakuta dhahaba, alienda. Yadhhabu, anaenda. Idhhab, nenda, unaamrisha. Madhhubun, kilichoendewa au kilichofuata. Dhahabun kwa maana kwenda. Dhahibun, yule mwenye kwenda. Kwa hivyo unajikuta ukisoma sarfu vizuri, unakuta mkanganyiko wa maneno kama huu au mbadiliko wa neno moja kwenda neno jingine, ukishaelewa ile asili yake, basi huwezi kuhangaika tena kuweza kutafsiriwa mara kwa mara. Mpaka hapa naona utakuwa umefahamu nini umuhimu wa sarfu na ni kwa nini unalazimika kuweza kusoma sarfu ili kuweza kuielewa lugha hii ya Kiarabu. Ndugu yangu, ikiwa wewe ni mpya katika darasa hii au ni wa kwanza au ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kuweza kupata faida hizi. Usisahau kulike ili uwe wa kwanza kupata faida hizi. Usisahau pia kushare, ni muhimu sana. Lakini pia usisahau kucomment. Kwa kusema inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpaka darasa nyingine insha Allah.